maana walionyesha majengo yaliyojengwa kwa mawe. Akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, alitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Mawe ya kanisa hili la kwanza lilikuwa linaonyesha Yesu ilibomoshwa kule Yerusalemu. Yale mawe na ile kanisa ilifukiwa. Ile kanisa ilifukiwa na maadui. Na mahali pale wameweka dhehebu lingine, wameweka sinagogi. Wakati huo aliyejenga kanisa ni kati ya wafalme na mfalme kama sio Festo, atakuwa ni Festo au Yusto, aliyejenga kanisa upya ile eneo la Sulemani ambao liliharibiwa. Lakini sasa wanatoka mahali pale. Yesu haishii kuwaonyesha mawe juu ya mawe kwamba haitasalia. Yesu anawahamisha katika nyakati hizo, anajaribu kuwahamisha. Anawaambia sasa mstari wa 3, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, ameshahama pale, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, utuambie mambo hayo uliyosema yatakuwa lini, na ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kumbuka somo letu ni kwamba dalili ya mwisho wa dunia na kurudi kwa Yesu. Mambo haya anaona yatakuwa lini, yani maana yake atoe kalenda, atoe mwongozo, atoe maelekezo, kwa kuwa watu wamezoea kuweka tarehe mbele. Kwa hiyo Yesu aseme wanafunzi wanamweka kwa faraga, atoe awaeleze nini haya mambo aliyosema kwamba jiwe haitasalia kwa jiwe, itakuwa lini na dalili ya mwisho wa dunia. Mstari wa 4, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Angalieni mtu asiwadanganye. Miaka ile, lakini leo inafanya kazi. Angalieni mtu asiwadanganye. Kwenye tawi fulani niliyoabudia miaka ile, alikuwa anasimama mtu kama nabii, anaenda leo ndio mwisho. Hakuna Yesu wa hivyo aliyetuma mtu kuambia kwamba leo ndio mwisho. Yesu mwenyewe anasema mwisho wa kuja kwangu mimi hapa duniani siujui, ila tu Mungu wa mbinguni ndiye anajua. Kwa hiyo nabii akishiba kande anaeleza ya kwamba kuwatisha watu. Mstari wa 5, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Kazi ya mchungaji aliyeitwa na Mungu kwa mujibu wa somo la asubuhi, kazi ya askofu aliyeitwa na Mungu kwa mujibu wa Biblia na Mungu ni kulilinda kundi, kuliongoza kundi, kuliwezesha kundi, sio kutaka vitu vya kundi, sio kutaka vitu vya kundi. Vitu vya kundi ukivitaka utaumbuka. Kondoo ukiwala kama mbwa mwitu hautafika popote. Yesu atasema angalieni watakuja watakaojifanya Makristo. Hapa wanakuja sana. Wengine mnawaona, wengine hamwaoni. Lakini kwenye mitandao yetu wako watu wengi ambao wamejifanya Makristo. Watu hawa muwaepuke mno, muwaepuke kama
wamekanyaga, wamesubiri kwanza, wakajua nyumbani nakokaa. Sasa bahati nzuri ya kwangu huwa hawasubiri, wanakwenda kwa mwendokasi. Wanatokea manabii wa uongo ambao watakuwa wanaongea. Sehemu nyingine tunasoma wataongea makufuru, sehemu nyingine tunasema watafanya ishara kubwa kuliko kawaida. Na ninyi mnajua, mkifungua kwenye redio zenu mkisikiliza, yani watu wamekaribisha. Jana usiku watu wamekaribisha, mpaka leo asubuhi wamekaribisha pale. Hasemi Mungu wa Yesu Kristo, anasema Mungu wa nabii fulani, na si mtu unanielewa. Pale hasemi Mungu wa Yesu Kristo, anasema Mungu utasema Mungu wa kuta, yaani Mungu wa kwangu mimi. Badala ya kusema wa Bwana wetu Yesu Kristo, atatajwa Mungu wa kwangu tu pekee yake. Yesu tunamruka. Kwa hiyo